Bana, kama hiyo video ambayo umeitazama hapo juu, hivyo ndivyo Lissu kwa siku hii ya leo alivyoingizwa mahakamani. Lakini wakati upo mahakamani pia kuna mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea au yameendelea. Kama utakuwa unakumbuka vizuri kabisa, mara mwisho ni kwamba mshikaji aliambiwa kwamba bado upelelezi haujakamilika. Baada ya upelelezi kukamilika, kesi kaahirishwa mpaka siku ya tarehe 16 kwa siku hii ya leo. Sasa baada ya kesi kuahirishwa, imeonekana tena mpaka sasa hivi bado kesi haijakamilika. Kwa hiyo imeahirishwa tena mpaka tarehe 1. Kwa mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 ndipo shauri litasikilizwa tena pale mahakamani. Lakini kuna mengi zaidi ambayo yameweza kujitokeza katika kesi hii. Miongoni mwa mambo ambayo yameweza kujitokeza ni namna ambavyo polisi, jeshi pia polisi kwa ujumla walivyokuwa wanazuia, lakini pia ulinzi ulivyokuwa umeimarishwa zaidi bana kwa siku hii ya leo pale Kisutu, Dar es Salaam. Lakini wakati hayo pia yakiwa yanaendelea, pia miongoni pia mwa matukio mengine ambayo yamekuwa interested sana, watu walikuwa wanayafuatilia na walikuwa wanasikiliza kwa siku hii ya leo, ni Lissu mwenyewe leo aliomba mahakama iweze na yeye aweze kuzungumza, na alivyokuwa anazungumza kikweli amewapiga knockout watu wengi zaidi ambao walikuwa mahakamani pale pamoja na mawakili wa serikali. Miongoni mwa vitu ambavyo yeye mwenyewe amevizungumza, kama tunafahamu Lissu ni mzee wa vifungu vya sheria, ameweza kuvifungua pia vifungu vyake ambavyo anavifahamu vizuri kabisa katika sheria ambavyo vinamtetea. Lakini pia ameomba pia mahakama iweze kwenda kufanya ukaguzi pia gerezani. Hiyo ni miongoni pia mwa vitu ambavyo wameweza kuvifanya. Lakini pia kitu kingine ambacho ameweza kukiomba, ameomba pia wanapokutana tena kwa mara nyingine, basi waweze kufanya juu chini ili waweze ushahidi uweze kukamilika. Na yeye mwenyewe akasema hawezi kusikiliza ushahidi wa mdomo. Anachokitaka na kinachotakikana ni kuhakikisha kwamba ushahidi unakuja wenye vidhibitisho. Basi ushahidi ukishakuja waweze ile kesi iweze kuzungumzwa. Kwa hiyo sio ajabu sasa next wiki, yani baada ya siku kama 14 hivi, wiki 2, maana sasa hivi kuanzia kesho tutaanza kuhesabu siku 15. Yani kesi imeahirishwa, siku ya 15 ndio rasmi itasikilizwa tena. Tutakuja kumsikiliza pia Lissu mahakamani pale, naye pia akiwa anaendelea kumwaga sera zake, kumwaga hoja zake, na tutamsikiliza pia pengine kesi hii ni kama sasa hivi inaenda kuisha nguvu, yani kama nguvu inaenda kuisha. Na leo alikuwepo watu wengi zaidi, alikuwepo nilimwona Wilbrod Slaa alikuwepo pia Heche pia alikuwepo, walikuwepo pia na watu wengine, viongozi wa dini pia walikuwepo pale kwa ajili ya kuweza kuomba ili jambo hili pia liweze kwenda kuisha vizuri zaidi. Lakini Lissu ameonekana bado ni mkakamavu, bado pull energy anayo kutosha, pumzi anayo kutosha. Kwa hiyo sio ajabu next time tukikutana akaachiliwa au pia mambo mengine akajitokeza. Lakini pia tutakusogezea pia taarifa hizo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV ili kwa kwanza kuweza kupata taarifa na habari zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.